na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi cha neno la Mungu na tafakari kinachokuja kwako kila siku. Mungu ametupa nafasi nyingine tena leo tuweze kutafakari ujumbe huu ambao unabebwa na kichwa cha habari kinasema silaha za vita vyetu, na tupo sehemu ya pili ya sehemu ya mwisho ya ujumbe wetu unaosema kuangusha ngome. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunayo sababu ya kukushukuru. Hii ni siku nyingine tena ambayo Bwana umeifanya, umeachilia kibali na neema. Mimi na msikilizaji wangu huyu tumeamka tukiwa na afya, tukiwa na nguvu, tukiwa na pumzi. Tunakushukuru, tunakutukuza Baba wa milele, Mungu wetu, Mungu mwaminifu, Mungu mkuu, Mungu mwenye nguvu. Asante. Tunaomba Roho wako Mtakatifu tutafakarisha tena ujumbe wa leo katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, nimekuambia tupo sehemu ya pili ya ujumbe, na tuliangalia sehemu ya pili, tunaangalia mambo ambayo inaweza kuwa dalili kabisa ya shetani kusimika ama kujenga ngome katika maisha yako. Na tuliangalia jambo la kwanza fikira zako kinzani zinazopingana na kweli ya neno la Mungu. Mawazo, mitazamo yako inayopingana na kweli ya neno la Mungu inaweza kuwa dalili kabisa shetani kujenga ngome katika maisha yako. Na jana tuliangalia kwamba mafanikio yako ama shida zako zisiwe sababu ya shetani kujenga ngome katika maisha yako. Ukisoma vizuri mstari ambao tumeizungumza sana, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6, ukisoma vizuri utaangalia haya yote nayazungumza kwamba mambo ambayo yanaweza kuwa sababu ya shetani kujenga ngome utayaona mahali pale yanajitokeza. Tunaona mwanadamu anaambiwa ya kwamba akila matunda ambayo Mungu alisema wasile atafanana na Mungu, atafumbuliwa macho akijua mema na mabaya. Nikakwambia kwamba kwani mwanadamu alikuwa na shida ya kufanana na Mungu? Nikakwambia kwamba hakuwa na shida ya kufanana na Mungu kwa sababu tayari Mungu alishamuumba kwa mfano wake. Ni nini ambacho kilitokea? Ni kwamba mwanadamu alikuwa na tamaa ya kujua kuelewa hiyo kufanana na Mungu ikoje. Alitamani kuelewa zaidi. Kwa hiyo tamaa yake ya kimafanikio ya kuelewa ndiyo iliyofungua mlango wa shetani katika fikira zake, na shetani akaingia akaweza kumtesa. Na nilikwambia kwamba matokeo yake ni anguko, kwamba wale watu walianguka wakapoteza mahusiano yao na Mungu. Nasikiliza nikwambie, mtu yoyote aliyepoteza mahusiano na Mungu, mahusiano yake na Mungu muumbaji wake, huyo mtu atakuwa mtu wa ajabu sana. Wala haoni sababu, asiti kufanya jambo la ajabu, wala haumii, wala hajutii, hata ukimwambia hajutii, kwa sababu tayari kashapoteza mahusiano yake na Mungu. Unapopoteza mahusiano yako na Mungu, umepoteza utu. Mtu aliyepoteza utu wake ndani ni mtu hatari sana katika maisha, katika dunia hii. Leo nataka tuangalie leo tunaendelea sehemu ya pili, sehemu ya mwisho ya ujumbe wetu. Jambo la pili ambalo tunaliangalia leo ni hofu, wasiwasi, mashaka. Hofu, wasiwasi, mashaka. Na hapa nazungumzia hofu ya shetani. Sizungumzii hofu ya Mungu ambayo ndani yake kuna uchaji. Nazungumzia hofu ya shetani ambayo ndani yake kuna wasiwasi, kuna mashaka. Kuna watu wana wasiwasi na maisha yao. Kuna watu wana hofu na maisha yao. Kuna watu wana mashaka na maisha yao, kiasi kwamba wameshindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Wanajikuta wapo katikati kwenye mashaka. Kazi ya mashaka ni kukuweka njia panda. Kazi ya hofu ni kukuweka njia panda. Hauelewi ili ni sahihi, ili si sahihi. Kwa hiyo unatawaliwa na hofu. Kuna watu wanatawaliwa na hofu, na matokeo ya hofu wamejikuta wameangukia katika mikono ya shetani.
wameangukia kwenye mikono ya matatizo, wameangukia kwenye mikono, kwenye shida. Wengine wameangamizwa, wengine wamekufa kwa sababu ya hofu. Kuna watu wamekufa kabla hawajafa kwa sababu ya hofu. Aliambiwa jambo fulani, pengine ni ugonjwa, aliambiwa jambo fulani, pengine ni matukio fulani, aliambiwa akajikuta amekufa kabla ya kufa. Kuna watu wamepata magonjwa magumu makubwa kwa sababu ya hofu fulani katika maisha yao. Kuna mtu hana hofu, hana mashaka ya maisha yake, anajiona kabisa yeye ni mtu mwenye matatizo katika dunia hii, yeye ni mtu mwenye mikosi, yeye ni mtu ambaye akifanya jambo lolote haliwezi kukubaliwa, haliwezi kufanikiwa, kwa sababu amejenga hofu na maisha yake hawezi kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Nasikiliza nikwambie ndugu msikilizaji, hofu inapokuwa ndani yako wewe, wakati mwingine hata kuomba hautaweza kuomba, kwa sababu hofu inaweza kukuharibia imani yako kwa Mungu. Hata ukuomba hauwezi kuomba, utaomba vibaya na maombi yako hawezi kuwa matokeo. Kuna watu wanaogopa mpaka kulala ndani. Kuna watu wanaogopa usiku. Kuna mtu usiku unafika tu basi, angekuwa na uwezo wa kuzuia usiku usifike, asingefika kwa sababu ya mambo ambayo ana hofu kukutana nayo usiku anapolala. Kuna watu wana hofu, kuna watu wana hofu na nyumba zao, wanatamani kuziama. Kuna watu wamekimbia nyumba zao kwa sababu ya hofu ya vitu fulani. Hiyo ni njia ama ni dalili ya shetani kujenga himaya ndani yako, na atakusumbua sana, atakuumiza sana, atakuumiza sana. Nataka tuangalie neno la Mungu katika waraka wa mtume Yohana sura ile ya kwanza. Angalia sura ile, waraka wa kwanza wa mtume Yohana sura ya 4 mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari ule wa 18. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 na mstari ule wa 18. Twende tukasome waraka wa Yohana. Neno la Mungu linasema mstari ule wa 18, katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Umesikia neno la Mungu linavyosema, katika pendo hamna hofu. Hofu inaondoa pendo la Mungu ndani yako. Hofu inakuondolea imani, nguvu yako ya imani, nguvu ya imani yako kwa Mungu ndani yako. Hofu ni mbaya sana. Hofu ya shetani ni mbaya sana katika maisha yako ndugu msikilizaji. Anasema mwenye hofu akukamilishwa, mwenye hofu akukamilishwa. Na Mungu hawezi kukaa kwenye moyo wa mtu ama kwenye maisha ya mtu mwenye hofu. Mungu hawezi kukaa hapo. Mungu hawezi kuonekana hapo, kwa sababu ukijawa na hofu, hofu ina adhabu. Hofu itakupa mateso sana. Nimekwambia kuna watu wamekufa kabla ya kufa. Ukiruhusu hofu ya shetani kwenye maisha yako, utakufa kabla ya kufa. Hofu ni mbaya sana. Hofu ni mbaya sana. Hofu ya shetani, hofu ni mbaya sana. Ni mlango wa shetani kuingia kwenye maisha yako. Atakutesa sana. Shetani atajenga ngome kwenye maisha yako kwa sababu ya hofu. Kwa hiyo hofu ni mbaya sana ndugu msikilizaji, uikatae hofu. Hofu haifai kabisa katika maisha yako. Hofu haifai. Angalia na mstari ule wa 15. Angalia juu mstari wa 15. Anasema mstari wa 15, waraka wa kwanza wa mtume Yohana sura ya 4 mstari wa 15. Anasema ya kwamba mstari wa 15, kila akilia ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tutakavyokuwa sisi ulimwenguni humu. Kwa hiyo nasema, nimekwambia, mtu mwenye hofu na mashaka hawezi kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Hawezi kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Anabaki katikati,
Anapobaki katikati, Mungu hawezi kukaa ndani ya mtu ambaye hana hofu na mashaka. Ukitaka Mungu akae ndani yako, na wewe ukae katika pendo la Mungu, ukae ndani ya Mungu, jaribu kabisa kuikataa hofu ya shetani ndani yako. Ni kazi ya shetani kukujengea hofu ili akutawale vizuri. Ni kazi ya shetani kukujengea hofu ili akumalize vizuri. Ni kazi ya shetani ya kukujengea hofu ili aweze kukuasili vizuri. Shetani anakujengea hofu kwa kukutengenezea mabaya, magumu, mapito, kwa kuleta magonjwa, kwa kuleta uharibifu, kwa kuleta roho za kukataliwa. Anakujengea hofu ili aweze kukutawala vizuri. Biblia imesema ya kwamba katika hili pendo la Mungu limekamilika ndani yetu, kwa maana yeye anayemkiri Yesu Kristo anakaa ndani yake. Wewe uliyemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakaa ndani ya Mungu. Na kama unakaa ndani ya Mungu, hofu ya nini ndugu msikilizaji? Hofu ya nini ya shetani? Hofu ya mauti kwa nini kutawale? Wakati Yesu alikufa kwa ajili yako, wakati Yesu alishinda mauti. Hofu ya magonjwa kwa nini kutawale? Yupo Mungu mponyaji wa magonjwa. Hofu ya kushindwa kwa nini ikutawale, wakati Yesu alitupa kushinda na zaidi ya kushinda? Sikiliza nikwambie, hilo naloliona linalokutesa ni shetani ameliachilia ili aweze kukutawala vizuri. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza, ule mstari wa 9 na wakaenda na mstari wa 18. Mstari wa 9 na wa 8 tunaona shetani anamletea magumu, mabaya Ayubu. Mstari wa 18, Ayubu anapata habari ya kwamba watoto wako walipokuwa wakifanya sherehe, anasema ukatoka upepo huko na kule, ukapiga nyumba, ukaiangusha chini. Kuna matatizo mfululizo ambayo ilifululiza kwa Ayubu ili shetani aweze kumtia hofu. Shetani ni kazi yake kuleta mabaya magumu ili akujengee hofu, akutawale vizuri, akuondoe kwa Mungu. Ni lazima tuikatae hofu. Hofu ni mbaya sana. Hofu ya kushindwa, hofu ya kupoteza, hofu ya lolote. Kataa hofu, ni mbaya sana katika maisha yako. Mwambie Bwana nisaidie. Hata kama kuna hofu ya mauti, sema kama Daudi alivyosema, mimi sitakufa nitaishi, niyasimulie matendo ya Bwana. Mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo, lakini pendo lilo kamili itupa hofu nje. Na mwenye pendo kamili ndani ya Mungu ana ujasiri hata siku ya hukumu. Hata kama kuna hukumu iko mbele yako, simama kwa ujasiri katika Bwana, utashinda na zaidi ya kushinda. Hofu ukiwa na hofu ni dalili kabisa ya shetani kujenga ngome kwenye maisha yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Leo tumepata nafasi tena ya kuweza kutafakari. Ninamwombea saa hii, Baba, chilia nguvu ya pendo lako ndani yake. Umesema mwandishi kwa waraka kwa Yohana ya kwamba katika hili tunajua pendo la Mungu limekamilika ndani yetu. Tunaomba pendo lako likamilike ndani yake, na hofu na mashaka ya kushindwa, ya mauti, leo tunaikemea katika jina la Yesu, iondoke. Baba, umtie nguvu, umpe kushinda na zaidi ya kushinda. Amen. Nikutakie siku njema. Kesho tutamalizia jambo la mwisho.